Niseme tu kwamba mwekezaji amekuja kutusaidia Wanaruangwa. Tumeona katika ukaguzi mradi huu umetekelezwa kwa awamu mbili. Wananchi wanahudumiwa maji bure. Mwekezaji amejenga kisima cha kwanza, ameweka tenki, ameweka pampu ya kusukuma maji kwenda kwenye makazi ya watu mpaka kule kwenye mgodi wake. Wananchi wanapata maji bure. Ni jambo ambalo ni la kipekee na la kushukuru sana Mwenyezi Mungu, uwepo mwekezaji huyu anayejali Watanzania hawa kuwapatia maji bure. Ni jambo ambalo tunampongeza sana mwekezaji kwa kazi nzuri ya kuhakikisha Watanzania hawa, Wanaruangwa hawa, wanapata maji bure bila gharama. Awamu ya pili ya mradi huu ulianza kutekelezwa Januari 15, 2026 na inatarajiwa kukamilika Juni 30, 2026, ambapo unajumuisha uchimbaji wa visima 5, ufungaji wa pampu 6 za visima, submersible water pump na booster pump 1, ujenzi wa tenki la kuhifadhi maji lenye ujazo wa lita 400,000, sambamba na ujenzi wa vituo vya kutoa huduma ya maji kwa wananchi. Hadi sasa hatua utekelezaji wa mradi umefikia 45%, na mradi utakapokamilika utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita 720,000 kwa siku. Mradi huu unatarajiwa kunufaisha wananchi 2162 wa kitongoji cha Ziwani na Mbawala. Mradi huu ulianza mwezi wa 9, 2025 kwa fezi ya kwanza, lakini ukakamilika Disemba 2025. Lakini lengo kubwa la mradi huu ilikuwa ni shughuli za maji mgodini kwa ajili ya uchenjuaji na uchimbaji wa madini. Lakini lengo la pili ilikuwa ni kuwasaidia wananchi ambao wanaishi kwenye makazi ya mgodi. Eneo hili lina changamoto kubwa sana ya maji. Kwa hiyo ile fezi ya kwanza tulifanikiwa kupata eneo la chanzo, lakini eneo la chanzo lilikuwa halina maji ya kutosha. Mahitaji ya maji mgodini kwa siku ni lita 500,000, lakini fezi 1 ilikuwa inaweza kuzalisha lita 350,000 tu. Ndipo tukapata wazo la kutafuta chanzo kingine ambacho kina uwezo wa kuzalisha maji kwa wingi. Ndio tukalipata ile eneo la kijiji cha Naunambe, ambapo hapa tumepata visima 5 na bonde letu lina uwezo wa kuzalisha lita 720,000 kwa siku, ambapo napo vyanzo hivi vyote vinaenda kuungana na fezi ya kwanza kwa ajili ya kusaidia shughuli za mgodi pamoja na wakazi ambao wanaishi karibu na